shawishi kwenda kwa mtazamaji, hata kama yani ulikuwa uko busy unasema hapa nafika. Umeelewa? Hata kwa wewe kushuka kwa daladala, sio vyote hivyo vinashawishi. Na ndo uwanja wa Simba mara kwanza. Yanga alipokuja unaweza kusema kutoka Azam Complex walikuwa hawana sababu nyingine. Zaidi kule wameshavurugana, lazima atafute uwanja wa Azam Complex. Kama wangetoka Yanga hapa kwenda kule, kuna hoja ningeitengeneza kwamba Yanga pengine walikuwa na search mara kutoka kule waka KMC bado wakasearch sehemu gani ambapo inawafaa. Lakini kuondoka kwa Simba kunanifikirisha. Kama nilivyosema, sababu ya mashabiki ina usupport sana uwanja wa KMC. Kwa maana hata kwa Yanga kuwepo KMC, mashabiki wa Yanga kwa wingi wanafika pale. Ukija kwenye ukubwa wa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ni mkubwa zaidi wa KMC. Ndio maana nasema kuna sehemu itabidi Simba watoke. Si unaelewa? Simba watoke, waeleze watu. Huenda kuna sababu kubwa za msingi za kuhamia kule. Hatuwezi kuzungumzia vibaya ule uwanja ambao umeboreshwa. Inawezekana kuboreshwa kwa uwanja, inawezekana ukubwa wa uwanja, kitu ambacho pia ilikuwa ni sababu ya Yanga na Simba kwenda kwenye uwanja wa Mkapa. Kwa sababu ukubwa wa uwanja pia hata kupanga mashambulizi yako katika mapana yake huwa inasaidia. Kwa inawezekana kigezo hicho. Lakini ukiniambia kwa upande wa mashabiki pale Meja Isamuhyo, sawa, Meja Jenerali Isamuhyo haikupi mashabiki wengi kutokana na jinsi uwanja uliko. Nadhani wewe mwenyewe ushakwenda. Uwanja kule uliko una mazingira ambayo ukianza kufikiria kwenda itabidi ujipange kwanza. Uwe na pesa bodaboda, si ndio? Tofauti na KMC kushuka kwa daladala unaingia. Hapo nazungumzia mtu ambaye atumia usafiri binafsi. Kushuka kwa daladala unaingia uwanjani. Kule itabidi wewe umefika kule Sumbweni, itabidi uchukue bodaboda ufike kule. Ukitoka kule tena bodaboda urudi barabarani uchukue daladala tena. Kwa hiyo mashabiki kwa upande wa Simba kwenye ule uwanja kwa kuwafikiria mashabiki, sawa. Kwa hiyo unaweza kuona Simba kipaumbele chao sio mashabiki kuwepo uwanjani. Ndio maana nasema itabidi watoke. Kwa hoja ya mapana na waelewa, uwanja wa Jenerali Meja Isamuhyo ni uwanja mkubwa. Lakini masuala ya kishirikina kama ndio yatakuwa sababu ya msingi, itakuwa inafikirisha sana. Kwa sababu kama yalikuwa naongelewa mara baada ya Yanga kufika pale KMC kwamba wamekuja sasa, si ndio? Maana yake inawezekana Yanga ndio wanaokimbiza Simba wapi? Kwenye uwanja wa KMC. Kwa sababu kama ni mapana, kwani Yanga waone uwanja wa Meja Isamuhyo kwamba unaanza kufaa. Kwa upande wa mashabiki, labda ukiangalia Benjamin Mkapa mara nyingi mechi zao mashabiki wanakuwa ni wachache sana, lakini unapokuwa KMC angalau wale kwa uchache wao uwanja unaonekana umejaa, labda kwa morali ya wachezaji, lakini pia ukiachilia mbali ukubwa wa timu, ukiangalia katika dimba la Mkapa uwanja mkubwa, lakini wachezaji mashabiki wapo sehemu ndogo sana. Hatuoni kama KMC ni sehemu sahihi kwa upande wao kutokana na sinada mashabiki wao kuingia uwanjani kuwa wavivu kwa upande wa Yanga. Sio kwa upande wa Yanga tu. Ukizungumzia uwanja wa KMC, yani upo sehemu ambapo nashawishi kwa shabiki yoyote kufika uwanjani. Kama kigezo ni mashabiki. Kufika kwenye dimba la KMC, yani pale ndo uwanja uko ukubwa inatoka taswira gani kwa upande wao? Yeah, of course ni aibu kwa vilabu kama vya Simba na Yanga. Wakati wote vinahangaika bila viwanja. Na kumbuka ni vilabu vikubwa. Unaelewa? Barani Afrika ni vilabu vikubwa. Angalau unaweza kuzungumza Simba sasa hivi angalau wana kiwanja cha mazoezi. Lakini Yanga hata kiwanja cha mazoezi hawana. Kwa hiyo ni aibu. Yaani kusema aibu inamaanisha kwamba ni aibu kubwa. Wamekuwa wakihangaika. Utakuwa unakumbuka msimu uliopita Yanga na Simba wote wanatumia uwanja wa Azam Complex pale Chamazi. Simba ndo wakawa wa kwanza kukimbia ule uwanja. Wakaenda KMC kwa sababu zao ambazo walizibainisha wenyewe, lakini za ndani kabisa unaonekana kama alikuwa anakimbia Yanga wakabaki pale Azam Complex kwa muda fulani, wakakaa, mambo waliona hajakaa vizuri, nao wakaja kuondoka nao kwa sababu zao ambazo zikafanya wakimbie pale Azam Complex Chamazi. Wakahamia wote KMC. Kuhamia KMC kuna milio pia ikaanza kusikika. Sawa, kumbuka Simba ndo alitangulia kufika pale KMC. Kumbuka alipoenda Yanga kwa upande wa Simba wakaanza kupiga milio kwamba wamekuja, hasa walikuwa ambao walikuwa wanazungumza ni mashabiki. Wamekuja tena wametufuata huku. Watu si nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu ambavyo walikuwa wanazungumza zaidi ni masuala ya kishirikina.
kwamba kuna mambo fulani huwa yanafanyika kwenye viwanja, umeelewa? Kwa hiyo ili swala la kuhamia kwenye uwanja wa Jenerali Samuel na Yanga kuwepo pale KMC, hasa kwa Simba, inaonyesha kabisa Simba ni kama wanakimbia Yanga kwenye uwanja ambao wao wakati wako Azam Complex walikimbilia KMC. Yanga walivyowafuata wakavumilia shida zao pale pale, lakini msimu huu wakaamua kimbilia wapi? Jenerali Samuel. Inawezekana kukawa na sababu ambazo kwa upande wa Simba mimi binafsi naweza nikazielewa, lakini sababu, kabla hujazungumzia sababu ya msingi, kwanza lazima uanze kuzungumza vitu, scenario ambazo zimetokea huko katika mazingira kama ambavyo umebainisha. Simba walipokimbilia KMC sio kwamba uwanja wa Jenerali Samuel ulikuwa haupo, ulikuwepo, umeelewa? Pengine labda tuseme kwa sasa hivi umeboreshwa, lakini uwanja ulikuwepo. Unaweza ukajiuliza kwamba kipindi kile ambacho Simba wanauchagua uwanja wa KMC, uwanja wa Meja